anaelewa zaidi kuliko mwingine wa yote. Tuko sawa? Kwa mfano Mathayo 1:1 utaona anaonyesha kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Unaweza kuona mwana wa Daudi, sura ya 9 mstari wa 27, lugha zinazotumika. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, mwana wa Daudi. Inajirudia tena 12:23, 12:23. Mkutano wote wakashangaa wakisema, huyu siye mwana wa Daudi? Kwa aliposema mwana wa Daudi alimaanisha ni mfalme. Hizi ni shahidi mbalimbali zinazoonyesha kwamba mwandishi huyu Myahudi Mathayo alikuwa anaandika akiwalenga Wayahudi wenzake, kwa sababu hizo lugha wanazielewa wao zaidi. Tuko sawa? Hilo linatuleta kwenye kipengele cha pili kinachosema sababu za ukoo wa Yesu kutajwa. Sababu za ukoo wa Yesu kutajwa. Hiyo tunaipata katika Mathayo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka mstari wa 17. Mistari hii yote tumeisoma kwa ajili ya kukomboa wakati. Utaona Mathayo anaanza kueleza tangia Ibrahimu, na hapo kuna sababu. Kuanzia Ibrahimu, hebu nianzie hapa. Anasema Yesu alipozaliwa katika kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Umesikia eh? Kwa nini amesema mwana wa Daudi? Kumtambulisha kwamba ni mfalme. Alafu huyo Daudi ni mwana wa nani? Mwana wa Ibrahimu. Tuko hapa. Kwa nini Ibrahimu? Ifahamike kwamba Ibrahimu anatambulika kama ndiye baba wa imani. Yeye ndio chimbuko la taifa la Israeli. Kumbuka alianza Ibrahimu ambaye ni Mwebrania, na akatoka Ibrahimu akaja Isaka, akatoka Isaka akaja Yakobo. Yakobo akazaa watoto wa kiume 12 ambao yakazalisha makabila 12 ya Israeli. Mtoto mmoja alikuwa wa kike anaitwa Dina. Kutokea hapo likazaliwa taifa linaloitwa taifa la Israeli au wana wa Israeli. Kwa hiyo anapowaambia jamani, Yesu Kristo mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu, anataka kuwaambia kwamba jamani, huyu sio mtu ambaye ametoka uchochoroni. Anataka kuonyesha kwamba chimbuko la huyu ambaye mnapaswa mumwamini hajatokea tu uchochoroni. Huyu chimbuko lake ametoka kwa Ibrahimu ambaye ni Mwebrania mwenzenu. Mumwamini. Si unaeleweka hapo? Mumwamini. Hiyo ndio sababu. Mumwamini. Kumbuka nani alikuwa Mwebrania? Ibrahimu alikuwa ni Mwebrania. Labda tusome Mwanzo sura ya 14 mstari wa 13. Mwanzo 14 mstari wa 13. Biblia inasema mtu mmoja aliyeponyoka akaenda akampasha habari Abrahamu Mwebrania. Na ikumbukwe Wayahudi wanaitwa majina haya matatu. Wanaitwa Waisraeli, wanaitwa Wayahudi, wanaitwa Waebrania. Wanaitwa Waebrania kwa nini? Kwa sababu ya babu yao Ibrahimu. Wanaitwa Waisraeli kwa nini? Kwa sababu Yakobo alibadilishwa jina akaitwa Israeli. Hii ni kwa mujibu wa Mwanzo sura 34 mstari wa 22 kuendelea. Aliitwa jina kutoka Yakobo akaitwa Israeli. Kwa hiyo nao wanaitwa Waisraeli. Kwa nini wanaitwa Wayahudi? Ni kutokana na mtoto wa 4 wa Yakobo anaitwa Yuda, ndio kuzaliwa neno wa Yahudi. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo Mathayo anaandika kuambia Wayahudi, jamani, huyu muaminini. Kumbuka Wayahudi walimkataa Yesu Kristo. Walikuwa wagumu kumuelewa Yesu Kristo. Na hii tulijifunza kwa siku nyingine, tuliwahi kujifunza sababu mojawapo iliyowafanya Waisraeli wamkataa Yesu. Ni kwa sababu Yesu alizaliwa kwenye Bethlehemu ya Uyahudi kama unabii wa Mika 5:2 unavyozungumza, lakini wakati anataka kuuawa na Herode, si walikimbilia Misri? Walipokimbilia Misri, wakati wanarudi hawajarudia Bethlehemu. Walirudia wapi? Nazareti, katika eneo la Galilaya. Kwa hiyo akakulia pale, watu wote wakamtambua kwamba huyu ni mkazi, ni mzaliwa wa hapa, wakati ya kuzaliwa hapa. Kwa hiyo wakati wanaambiwa habari huyu ni Yesu mumpokee, wasema unabii unatokea Nazareti, Masia anatokea Nazareti. Wakati ni ukweli ametokea wapi?